binadamu na kwa namna ambavyo nimemfuatilia Amorim kwa hizi siku kadhaa tangu kusomea Amorim, nimeanza kumfuatilia baada ya kugundua anakuja Manchester. Ndio nilipata muda mzuri wa kumfuatilia. So niligundua kwamba ana tabia kama za kwangu mimi. Kama nikishindwa kitu basi naachana nacho, au nitakwambia ukweli kwamba mimi nimeshindwa. So kuna possibility za Amorim kwamba anaweza akaondoka, kwa sababu yeye mwenyewe alishakutuambia kwenye moja interview zake kwamba alikuwa anafikiria kutaka kuondoka. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vilimbadilisha. So naamini mambo yanavyoenda, namna anapoplan vitu na haviendi, anaweza, yani hiyo possible kabisa, kwa namna ambavyo maelezo yake yeye mwenyewe kwamba kuna wakati anafikiria kutaka kuondoka. Nafikiri anaweza akajiuzuru na kuiacha timu namna mambo yanavyoenda. Hata mimi namuona kwa jinsi ambavyo ana react sasa baada ya kupoteza. Nafikiri ni kitu ambacho kinawezekana kabisa Ruben Amorim akakimbia, kwa sababu nafikiri ni kocha ambaye hawezi kuanza kuenda emotions. Yani ni kama mshabiki. Ni kama mshabiki, yani the way unajua mashabiki sisi, kwa mfano mtu akifungwa leo, wakati anakuja tulikuwa tunamuimba kila siku kwa jamani, huyu amekuja kuturudisha nchi ya ada kama hivyo, lakini akifunga mechi mbili tunapiga kelele kwamba aondoke. Kwa mfano mimi nakwambia hapa leo kitokea amemfunga Sunderland, akamfunga Liverpool na akashinda timu tatu, story itabadilika, itakuwa tofauti kabisa. Kwa sababu hivyo ndivyo mashabiki tulivyo, tunapenda mazuri, hatupendi kuanza kusubiri mambo ya kutengeneza timu na nini. Kwa hiyo sio kipaumbele, nataka tu matokeo sasa hivi. Ruben Amorim pia nafikiri yeye ni kama vile anaweza kaisa bado wakati mwingine mambo yamekuwa magumu na hayaendi vile anavyotaka. Kwa hilo ilipo katika akili yake ya kujiuzuru. Kwa hiyo nafikiri inaweza katokea baada ya mechi ya Sunderland, ikiwa matokeo yatakuwa mazuri, huenda tukaanza kuona habari nyingi sana kuhusu kufukuzwa ama kujiuzuru. Lakini katika vyanzo vyako unavyojaribu kupitia kuchunguza, je, una taarifa yoyote ambayo unafikiri ina mashiko kuhusu kufukuzwa kwake, ama ni stories za mitandaoni? Inawezekana ni stories za mitandaoni, kwa sababu tukinukuu kauli ya juzi tuliambiwa kwanza Sir Jimmy amefanya mazungumzo na Southgate, lakini baadaye zikaja taarifa kwamba haikuwa kweli, zilikuwa ni rumor has it. So inachoonekana Manchester walikuwa tayari kuvumilia na kumvumilia Amorim, especially Ineos, kwa sababu wanafahamu kabisa wamepita watu wengi nyuma na wameshindwa kudeliver. Kwa hiyo tatizo peke yake si Amorim, kwa hiyo wanaweza wakaendelea kumvumilia, lakini kumvumilia Amorim itategemea na namna ya matokeo yanavyoendelea. Mathalan unafungwa na Sunderland, unaenda kufungwa na Liverpool, nafikiri hata uvumilivu wa Ineos hautoendelea kuwepo, sababu mimi ni muumini wa kuamini kwamba Amorim anaweza kuwa kocha sahihi sana, lakini unapata mashaka, hajawahi kushinda mechi mbili, si ndio? Mfululizo hajawahi kushinda. So hata Ineos inaweza kafika wakati uvumilivu wao pia na wao ukafika kikomo. Lakini kama angalau anaweza akawa anashinda mechi 3, anapoteza mechi 2, hiyo watu wanaweza kumuelewa na kumvumilia. Nilikuwa naangalia rekodi za Fegi ile 86 mpaka mwaka 90. Kuna nyakati Fegi alimaliza nafasi ya 1, kuna mwaka alimaliza nafasi ya 8. Lakini alikuwa angalau msimu wake akimaliza nafasi ya 4, angalau msimu unaokuja anamaliza labda nafasi nyingine ya 11, msimu unafuata anamaliza na nafasi ya 3. Kwa hiyo kidogo angalau inakuwa ana nafuu, si ndio? Sasa kwa Amorim imekuwa ngumu. So nafikiri hata uvumilivu wa Ineos unaweza ukawa mgumu, kwa sababu hawaoni namna mpya ya vitu kubadilika. Unajua Amorim kitu pekee cha kujitetea ni kwamba angeweza kushinda angalau basi hata mechi 3 kwenye ya muendelezo. Hicho unaweza akajitetea, lakini kwa mambo namna anavyoenda mechi na Sunderland akienda akapoteza, tunatarajia kuona vitu vitabadilika kabisa, na tayari tumeanza kupata taarifa nyingine kwamba Manchester wameanza kusubiri mpaka Novemba ili angalau ile compensation fee ndogo. Nini Kiswahili tunaita nini ile? Fidia, kama fidia si wala fidia nini? Compensation fee, kwa kifupi lazima alipwe. Malipo yale ambayo watavunja mkataba. So na Novemba ni kesho, leo ni Oktoba. So they can vumilia hii michezo 3, then wanaweza wakamsaka Amorim.
na hata kuwa na excuse nyingine, kwa sababu Amorim pia anakosa excuse sasa hivi unajua pia naye, kwa sababu alituambia anahitaji kufanya pre-season na team, amefanya pre-season na team. Manchester kweli ina matatizo, haina kiungo ina nini, lakini huwezi kuniambia mechi na Fulham unashindwa kupata matokeo sababu ya kiungo, mechi na wale Grimsby Town sio unashindwa kupata matokeo sababu ya kiungo. Kwa angalau ungekuwa unashinda hizi mechi za kawaida basi na unafanikiwa. So nafikiri Amorim anaweza kuondoka wakati wote, na bahati mbaya tuko katika dunia ambayo ina pressure kubwa. Unajua tukimtolea mfano Sir Alex Ferguson 86 mpaka 92 mambo hayakuwa mazuri, lakini kulikuwa hakuna noise kubwa, hakukuwa na United Red Vest, hakukuwa na kina Mark Goldbridge, hakukuwa na media ambazo zinampa pressure, hakukuwa na hizi pandit kiasi hichi. So sasa hivi kuna pressure kubwa kutoka nje, yani nje ya Manchester, kwa maana ya media. Tunaona kabisa last week hapa Chelsea amepoteza, Liverpool amepoteza, lakini hakukuwa na hizo rabsha kubwa. Madrid amepoteza. So Manchester, kwa sababu wao ni brand kubwa ya kibiashara, na bahati mbaya Manchester imebaki kuwa brand kubwa ya biashara, lakini imekuwa na timu ndogo ya mpira wa miguu ambayo ndio biashara mama. So Amorim hana cha kutuambia, hana cha kujitetea zaidi ya kwenda kutupa matokeo. Yaani bora timu icheze vibaya iko matokeo, ile falsafa ambayo anaiamini Jose, kwamba mnaweza mkacheza vibaya na mkashinda. So tunacheza vibaya na bado tunafungwa. So uone Amorim anasema ya kutetea na kuambia washabiki wa Manchester kwamba hiki ndio kitu sahihi, hicho ukioni. Ni kama nimepotea sauti yako mwishoni hapo, kama sijapata vizuri, lakini nafikiri ndo changamoto ambayo naiona hapa. Kwa mfano nilikuwa naangalia hapa ratiba ya mechi. Unanipata Oloko? Hapa nakusikia. Nilikuwa naangalia ratiba ya mechi hapa kwa mfano ambazo tunaenda kupiga nazo hapa baada ya mechi dhidi ya Sunderland. Nikiangalia naona kama vile yani sioni kama kuna uwezekano wa Amorim kusurvive kutokana na ratiba hii ilivyo, lakini ujinga ni kwamba Manchester huwezi kujua itakupa nini. Lakini kisema niko naangalia hapa, unajua as we speak Sunderland yuko nafasi ya 3. Yuko nafasi ya 5. Yuko nafasi ya 5 kwenye ligi, na katika mechi zake 6 kafanikiwa kushinda michezo 3, ka draw michezo 2, kashinda kapoteza mchezo 1. Kwa hiyo kwenye form nzuri kuliko sisi. Baada ya Sunderland kunakuwa na international break mpaka Oktoba 19 dhidi ya Liverpool. Baada ya hapo ni Brighton, baada ya hapo Nottingham Forest. Baada ya hapo ni Spurs. Yaani ukiangalia hizi mechi zote yani sioni hapa mechi ya kushinda kwa hali ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo kama ni kufukuzwa, I think kama anaposema November inaweza kuwa ni mwezi wake wa mwisho kwa sababu ya ratibu pia ya mechi ambavyo ilivyo. Lakini ujingo wa klabu ya Manchester na wachezaji jinsi walivyo, kuna hali ya wachezaji kutana hapo kwenye mechi kubwa. Unaweza akafunga sana ile akaenda kumfunga Liverpool. It is yani ni kitu ambacho kinawezekana kabisa kwa Manchester. Alafu akatoka hapo hata akafungwa na Brighton. Yani you never know utapata nini kwa klabu ya Manchester kwa siku fulani hususa. Na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo nafikiri hata Amorim anayo. So nafikiri mimi sio muumini wa kufukuza walimu, lakini sioni kipya kwa Amorim tena. Yani nilikuwa na hope sana kwa Amorim, lakini sioni tena kipya. Yani yani hakuna kipya tena cha kuprove. Yani jambo pekee ambalo Amorim anaweza akatuprove mimi na washabiki wa Manchester ni timu kwenda kushinda katika kila mchezo unaofuata. Angalau hata michezo 3 basi mfululizo au hata 2. Yani ukamfunge Sunderland, nenda ka draw na Liverpool, shinda mechi inayofuata labda na Spurs, angalau unaweza ukatengeneza hiyo kitu. Na kibaya ni kwamba Amorim amekuwa anaongea zaidi kuliko anaongea sana, na yuko too emotional, yani yuko too emotional na vitu vyake. Kwa sababu Hernandez tuangalie kitu kimoja cha msingi sana. Wewe ndio mwalimu, inapigwa penalti hutaki kuangalia. Unajuaje madhaifu ya mchezaji wako? Matukio ya kona unajua kabisa kuna udhaifu mkubwa, hutaki kuyaangalia. So nani anaenda kuwapa maelekezo ikiwa wewe hutaki kuyaangalia matukio? Sauti yako imekata. Yani kwamba angalia tukio angalia matukio ya penalti, kwa mfano tukio la penalti iliyo kabla ya hii ya Bruno aliyokosa. Hapo nimepata vizuri Yeye ndo mwalimu, yeye ndio kiongozi. Alafu yeye anafumba macho au anainama chini, hataki kuona. Sasa kama wewe ndio unayefundisha watu na hutaki kuona,
Unategemea watu wanaenda kukusikiliza nini, au unaenda ku analyze nini kwa vitu ambavyo mwenyewe hutaki kuviona. Yeah. Sawa. So unaweza kuona kwamba inawezekana pia tunaanza kuamini kwamba hao walimu wa kutoka hizi ligi ndogo ndogo hizi wachache sana unaweza kubahatisha ambaye akawa mwalimu bora, kwa sababu ukienda Liga NOS kule miaka yote Sporting Club de Portugal, Benfica pamoja na Porto, wao ndo majanti wa ligi. So inawezekana ilikuwa ni time nzuri tu ya Sporting Club de Portugal kurudi, na Amorim anataka kutuaminisha kwamba yeye ni mwalimu wa kawaida kabisa, hakudeserve kuja kwa mwalimu mmoja. Lakini kuna vitu vingine ambavyo nafikiri si mashabiki tunavyo overlook. Wanipata? Yeah, nakusikia. Yeah. Na hisi kuna vitu vingine ambavyo huenda si mashabiki tunavyo overlook, kwa sababu kwa mfano kwa naangalia hapa. Unajua mechi dhidi ya Brentford, of course hakuna mechi ambayo tumecheza vizuri sana. Tulicheza mechi vizuri dhidi ya Arsenal tukapoteza. Yep. Tulicheza vizuri dhidi ya Chelsea tukashinda, na watu wanasema kwamba tulikuwa na kadi nyekundu, lakini watu tunasahau pia kwamba ile kadi nyekundu tulisababisha sisi. Chelsea kutokea tu from na kupata kadi nyekundu. Ni kwa sababu tulianza mechi vizuri, tulipress vizuri sana, tukaadhimisha makosa kupata kadi nyekundu. Kwa hiyo ilikuwa ni kadi nyekundu, ilikuwa ni matunda ya performance ya kwa dakika zile 4 za mchezo. Haikuwa accident ya Chelsea. Ilikuwa ni performance nzuri ya klabu ndio katoka kadi nyekundu. We can forget about that. Lakini pia nafikiri pia kuna moments ambazo tunazisahau kama mashabiki, lakini pia kama wachambuzi pia, kwa ambazo zingeweza kuwa na story tofauti kabisa sasa hivi. Kwa mfano, ikiwa Bruno Fernandes angefunga ile penalty dhidi ya Fulham, tunaongea story tofauti sasa hivi. Ikiwa angefunga penalty dhidi ya Brentford, tungeweza kushinda ile mechi dhidi ya Brentford. Kwa sasa hivi tuna pointi 7. Tuseme okay, assume kwa mfano ile mechi ya Brentford. Nandes nikukate kauli. Waswahili tunasema neno ninge huja baada ya kitendo. Yeah, ni kweli. Lakini hizo ni mimi nasema ni fine margins ambazo zinaweza kubadilisha, yani anachomaanisha ni kwamba vitu vingine ni margins ambazo viko nje ya kocha. Yani kwa mfano Bruno angefunga ile penalty, tungekuwa na point 10 sasa hivi, tungekuwa tuko na Man City nafasi 7. Wakati Ten Hag anakumbwa na majeraha kwenye kikosi chake, haikuwa makosa yake. Ni majeruhi yalikuwa yanatokea. Kwa tuki analyze kwenye kusema kwamba Bruno angefunga, mwisho wa siku yeye ndio anapaswa kutengeneza mpango kazi, kwamba kwa sababu kwanza Manchester sio kutegemea penalties. Mechi ya Burnley tulishinda kwa penalty, tia maji dakika za mwishoni kabisa. Mechi na Chelsea tuliwafunga kwa sababu walikuwa pungufu wakati ule. Angalia tulipokuja kurudi kuwa 10-10. Ile mechi tulikuwa tunashika roho, tunasema hii mechi iishe. Hakuna mechi nzuri tumecheza, hakuna zaidi ya mechi Arsenal, na hakuna mechi ambayo tumeshinda, yani tumeshinda tumerelax, hakuna. Sasa ana Amorim ana miezi karibu 7-8 sasa hivi, si ndio? Yani ni zaidi. Amekuwa appointed November 1. Kwa hiyo mwezi huu ukifika amefikia mwaka. Amefika mwaka, si ndio? Sasa mwaka mzima nini ambacho kimebadilika kwenye klabu? Kwa sababu mwisho wa siku Nandezi, tukubali tukatae, tunaweza tukawa waumini wa kuamini kwamba si kila wakati tunabidi tufukuze walimu, lakini kuna nini, kuna progress gani tunaiona inaendelea? Hatuwezi kutoa excuse. Nilikuwa nakwambia rekodi hapa. Msimu wa kwanza wa Fegi 86-87 alimaliza nafasi ya 11. Msimu uliofuata 87-88 alimaliza nafasi ya pili. Sawa? 88-89 alimaliza nafasi ya 11. Unaona, alimaliza nafasi ya 11 msimu wake wa kwanza. Msimu wa pili akaenda nafasi ya pili. Angalau unaweza ukawaambia watu, jamani, nimemaliza nafasi ya pili. Msimu wa tatu Fegi anamaliza nafasi ya 11. Msimu wa 4 Fegi anamaliza nafasi ya 13. Msimu wa 5 90-91 anamaliza nafasi ya 6. Msimu wa 91-92 anamaliza nafasi ya pili. 92-93 ndio Fegi kwa kombe lake la kwanza. Sawa? Hakukuwa na pressure hiyo. Sasa hii ni pressure nyingine, na timu haikuwa mbovu kiasi hicho kama ambavyo ilivyo mwaka mzima. Amorim ambao tayari ameshakuwa managers, inawezekana ni mwaka kwenye miezi, lakini kwenye kuiongoza Manchester tayari inawezekana anakaribia miezi 8 kama yeye kama kocha. Na ukitaka kuona yeye sio manager, yeye ni kocha. Unajua angekuwa manager ungesema na mambo mengi, ana manage club, anafanya nini, ana manage nini, lakini Amorim sio manager, Amorim ni kocha. Sasa katika ukocha wake, yani timu basi ionekane angalau inacheza vizuri. Alafu Nandezi, kwa mfano
Kama kila mtu anakuambia kwamba mfumo wa watu wanne, watu watatu nyuma umeshindikana, kwa nini usiswitch kidogo? Mimi Amorim akiswitch kwenda kwenye walinzi wanne alafu tukafungwa, si ndio? Atarudi kutuambia bwana, jamani, mnaona kile ambacho mnakiamini pia hakifanyi kazi. We can understand him kwamba bwana, hata sisi tunachokuaminisha ukifanye kweli kimeshindikana. Lakini sasa hivyo tuna excuse, kila mtu siku hizi anachambua, unasikia mfumo wa beki tatu hauwezi kufanya kazi. Kwa sababu gani? Umeshindwa kufanya kazi, badilika. Van Gaal alikuja na hiyo watu watatu nyuma, si ndio? Baadaye mambo yalikuwa yakabadilika. Jose alikuja na watu wanne, watatu sio wawili, baadaye akabadilika. So Amorim kwa sababu yeye ameamua kustiki kwenye jambo lake anaamini na hataki kubadilika, ndipo lawama zinapokuja kwake kwamba chukulia mfano, kwa nini uendelee kwa Bruno acheze chini wakati Bruno anaweza akacheza juu? Upate ubora wa Bruno akicheza chini, si ndio? Kwa nini usimrudishe kwenye sehemu ambayo anafanya vizuri Bruno? Kikosi cha Manchester kiwalisia Nandez alichokuwa nacho Ole kilikuwa kibovu, lakini Ole aliopti kucheza counter attack nyingi. Hiki kikosi angalia, una Matthew Cunha mchezaji bora kwenye ligi, una Bryan Mbeumo, umeenda kuleta Shesko engine ya magoli, una kina Mount ambao wameamka, una kisu kina Patrick Dogu, lakini bado. So Amorim hana cha kutuambia sasa hivi, hana cha kutudanganya tena. Mimi ni muumini wa makocha kutokufuzwa, lakini kwenye sasa hivi tulipofikia, chochote kinachopaswa, hakuna option. Na hata hivi kuna swali nilikuwa najiuliza, tukimfukuza Amorim tunamleta nani? Fukuza, leta kocha mwingine, leta Oliver Glasner pale. Glasner akishindwa, fukuza mpaka utapopata proper ambaye anakufikisha nchi ya ahadi. Kwa sababu kwa mfano tumemaliza nafasi ya 15, nafasi mbovu kabisa chini ya Amorim, unashindwa kushinda mechi za kawaida kabisa. So unategemea kwamba mwisho wa siku huyu mtu atakuja kubadilika leo au kesho? Sasa hivi Nandez, angalia ushindani uliopo. Mchezaji ambaye ananunuliwa na United, Everton anaweza kumnunua, lakini miaka ya nyuma alikuwa Ferguson anaweza kufanya yeye peke yake kwa sababu yeye ndo baba wa ligi. Lakini sasa hivi Everton ana sharubu, Spurs ana sharubu, Arsenal, Liverpool, angalia dirisha hili amenunua watu watatu wanne kwa hela nyingi. So Amorim bana, kiukweli yeye anapaswa kujiokoa kwa kibarua chake kwa hizi mechi 3-4 zinazokuja. Kama atashindwa kushinda, mimi nakuhakikishia Nandez wale Ineos hawataendelea kuvumilia huyu. Mimi pia naamini hilo pia kabisa. Naamini kabisa kwamba Ineos wasingependa kumfukuza kocha, lakini tunaongelea mambo ya disaster, na hizo ndo disaster zenyewe, kwamba anapokuwa kwenye mechi kama hizo 8-9 za ligi hajapata matokeo, nafikiri Ineos watamla tu kichwa, wataongelea mambo mengine. Tuongelee kidogo makocha ambao wanatajwa kwenye kuchukua nafasi ya klabu. Hiyo ndo mada kuu tutazungumzia kala kwa dakika chache hapa. Taarifa ni nyingi sana kuhusu makocha ambao wanatajwa. Oliver Glasner anatajwa. Nimeona taarifa leo kutoka 442 jioni hii wanaongelea pia Cesc Fabregas. Nimeona taarifa kuhusu Xavi Hernandez, Gareth Southgate na baadhi ya makocha wengine, kwa Andani Iraola pia wa Bournemouth, wote wanatajwa hapo kwamba waweza kaja kuchukua na mikoba ya Ruben Amorim. Kwa maoni yako, unavyoangalia kwa hali ya sasa ya klabu, aina ya wachezaji tulionao, unafikiri ni yupi ambaye anaweza akafaa? Mimi bwana, pasipo kupita huku, kupitisha huku, mimi kwanza ningemrejesha Michael Carrick. Sio kocha mkuu. Carrick pia anatajwa, Ole Gunnar Solskjaer pia anatajwa, Fletcher pia anatajwa. Michael Carrick na Fletcher wanaifahamu timu, wanaijua Manchester, wanajua nini kilikuwa kinafanyika ndani ya Manchester ili timu kufanikiwa. So kwa sababu Fletcher anadili na vijana, ningemleta na Michael Carrick wakawa watu ambao ongeza kusaidiana kuijenga timu. Lakini Glasner ametuprove sio Palace. Glasner ni kocha aliyewapa Frankfurt ubingwa wa Ulaya. So mimi Xavi anazungumzwa, lakini mimi sioni kama Xavi anaweza kuja kuvaa viatu vya United kwa namna ambavyo hata Barca kuna vitu vilikuwa vinashindikana. Barca ambao pia ilikuwa na watu wengi tu wenye vipaji vikubwa. Gareth Southgate itazungumzwa kwa sababu ni Mwingereza mwenzao, lakini yule naye ni kocha mwingine wa level za kawaida tu. According to Fabrizio anasema Southgate anaongelewa sana kwa sababu ana mahusiano mazuri na viongozi wale wa Ineos. Yep. Lakini sio kwamba ni kocha wa level za juu.
Cesc Fabregas anatajwa bado. Fabregas huwezi kumpa mfupa mzito ambao umewashinda watu wengi. Kwanza Fabregas hajawahi kuwa kocha pale England. Angalau Andoni Iraola pamoja na Oliver Glasner tayari wamekuwa na hiyo test ya EPL. They know EPL kwamba ikoje, wanaweza wakafanya nini na wakatumia rasilimali walizonazo. So mimi walimu wawili ambao naweza nikawaona kwa sasa wanaweza kuja kuisaidia klabu labda. Tunaweza tukabeti kama ambavyo tulibeti kwa Amorim, tuliamini kwamba anakuja Masia, anakuja Masaya kutuokoa, lakini mambo yamekuwa magumu. So mimi na opti kama sio Oliver Glasner basi ni Andoni Iraola. Unaona namna ambavyo Bournemouth wanakuwa wanapambana na hivi vigogo hivi, Liverpool, United, Chelsea nani hivyo, lakini same to Palace ni bingwa wa FA. Glasner aliwapa FA, aliwapa Frankfurt Europa, amekuja amewapa FA Palace, amewapa ngao. Angalia namna juzi ambavyo ameenda amewapasua Liverpool, na alimwambia Ancelotti mchezo uliopita ule wa ligi kwamba bwana, mimi umenifunga lakini nitaenda chini na nitarudi nimejipanga upya. So na kweli amekuja amejipanga. Aliwapiga kwenye ngao, amempiga Pep kwenye FA. So Oliver Glasner mimi ni mwalimu ambaye naamini kama anaweza akapewa nafasi ya Manchester, ni mwalimu ambaye sahihi labda kwa sasa kuja kupambana hii disaster ambayo tuko nayo. Au Iraola ambaye yeye ni muumini wa Gegenpress, amezaliwa kwenye TikTok, yeye ni Mhispania, anafahamu TikTok vizuri. Kwa watu ambao tuko nao Manchester bwana, Nandes ina quality, tusidanganyane. Yule Matthew Cunha anapata namba Man City, anapata namba Chelsea, anaweza akapata namba Liverpool. Wajua tofauti na kile kikosi cha kina Ten Hag kile au cha wengi wa kina Van Gaal, unajiuliza kwamba hivi Yeselinga anaenda kucheza timu gani kwenye akitoka hapa yani? Rashford anaenda kucheza wapi kwenye timu hizi nyingine kubwa? Lakini Bryan Mbeumo anaweza kucheza hizi Liverpool, Chelsea, City anaweza kucheza. So ni quality. Shesko, angalia international break iliyopita Shesko alikwenda kukiwasha kwenye timu yake ya taifa. So kupata mwalimu ambaye atakuwa direct, yani mambo haya sijui ya mifumo sijui nini, kuna muda unaachana na mambo ya mbwembwe nyingi, ni kutafuta kurudi kwenye basic, back to the basic. Hapo tutaweza kupambana. Kama itashindikana, tunagundua sasa kweli msemo wa De Gea, hii timu labda inalana. Hicho. Kuna mtu hapa anamwongelea Nuno Espirito Santo. Nuno Espirito Santo ni bonge ya mwalimu mimi kwangu mimi. Lakini tayari amepata kazi juzi tu hapa, inaweza kawa ngumu kumchukua Nuno Espirito Santo. Lakini anasema Xavi anajua sana kudili na vijana. Xavi anajua kudili na vijana, lakini tuangalie nature pia. Lugha ya Xavi yazungumzi Kiingereza. Xavi hajawahi kuexperience ligi ya England pia, kwa sababu unajua kitu kingine ambacho pia kimekuwa kigumu ni watu kuja kuadapti zile tamaduni za Kiingereza, kuadapti namna ya mpira wa Uingereza. Nilikuwa naangalia mahojiano ya Amorim na Owen, namna ambavyo wanasema ukiangalia Spain, ukiangalia Bundesliga, kuna utofauti mkubwa wa hiyo intensity. So nafikiri Xavi anaweza kudili na vijana zaidi, lakini Xavi mimi na mashaka kama sio mtu sahihi kuja kuifundisha United kwangu mimi. Lakini mimi binafsi nafikiri Simone pia Xavi kwenye kaliba ya kufundisha klabu kama United. Mimi kwa maana yangu nafikiri kama tungeamua kuangaika, nafikiri kwa sababu labda Glasner kama ulivyosema, kwangu nafikiri ana fit moja kwa moja, sababu ameshaonesha kwenye Premier League kama anaweza kufanya kitu. Ndani Iraola pia anaweza kaonesha kitu, lakini pia kama tungezoea tukashindikana, mimi ningemrudisha hata Ole Gunnar Solskjaer leo, sababu nafikiri kati ya moment chache ambazo kidogo tulikuwa tuna kitu ni kwa Ole Gunnar Solskjaer, sababu alikuwa anafanya tu basics tu. Nafikiri pia quality ya wachezaji ilikuwa ndogo, lakini pia a bit of luck, kwa sababu Solskjaer ndo mtu pekee ambaye alifika finali 4 katika kipindi chake, lakini zote alipoteza. Kwa there was a moment ambazo nafikiri katika siku zingine Solskjaer angeondoka Manchester akiwa na makombe 4. Ten Hag ambaye alikuwa ni worst of all ametoka akiwa na makombe 2. Mourinho alikuwa na Europa lakini akimaliza nafasi ya pili nyuma ya Man City. So Solskjaer pia alifanya hivyo. Kwa hiyo I think Solskjaer pia ni mtu ambaye kidogo mimi ninaona kabisa anaweza akatusogeza kuliko kwenda kwa kina Southgate na wengine. We better try wale ambao tumeshajaribu angalau tunajua.
waanza kufanya kitu angalau. Nandez bwana, mimi kwa Ole mama wale hujai kumuona kama ni kocha. Kama unashindwa kuisimamia Cardiff City. Unajua Ole pia na Manchester, kilichombeba ni Manchester, sio yeye kocha wake. Alishindwa kuisimamia Cardiff City. Cardiff City alishusha daraja. Unajua huwezi kuniambia ni sasa na leo na Vincent Kompany sio mwalimu bora. Anabebwa na Bayern Munich, yani Munich inambeba Vincent Kompany. Ole alishindwa kuisimamia Cardiff akaishusha daraja. Ole huyo alikuja Manchester, ndio ilikuwa inamsababisha Ole afike pale. Na ni kama ule msemo wa Patrice Evra, mweza na kuulizeni mlikuwa mnafanya nini? Kwa hiyo nendeni nyinyi mkafanya mlikuwa mnafanya. So sidhani kama Ole ni mtu ambaye anaweza kuja kutupeleka sehemu nyingine tena. Na kwa sababu hiyo DNA ya Manchester alikuja nayo hapo, lakini Ole alikuwa tu anawaacha watu wafanye vile ambavyo wanaweza kufanya na tactics kidogo tu za kwamba tutapiga counter attack kama inza Ferguson na timu kwenda mbele. Lakini mambo yamebadilika sana. Watu hivi, yule Kunya ukimwachia Kunya acheze mchezo wake, ukamwacha Brian acheze mpira wake, Amadi umruhusu kucheza kwenye information yake. Kwa sababu kwa mfano mimi ninachokiona, mimi am not a coach, lakini unamweka Brian Mbeumo mbele, alafu Amadi anacheza kama wingback. Amadi kwanza sio wingback moja. Pili, unakosa ubora wa Amadi kwa sababu Amadi amezoea kuwa yeye peke yake, sasa anakwenda kufanya jambo. Lakini sasa hivi kuna mtu yuko mbele yake, anashindwa kuonyesha ubora wake. Mimi ni fani mkubwa wa Diego Dalot, lakini sio fani wa Diego Dalot kuichezea Manchester United. Yaani mimi Diego Dalot namuona akiwa anacheza Aston Villa, namuona anacheza West Ham United au Serie A kule ambako ni flop, ligi flop akacheze kule. Mimi ni fani wa Diego Dalot. Lakini simuoni Diego Dalot kama product ya kuifanya Manchester kwenda kufikia kuwa timu bora. Mind you, Nandez, hivi ukimchukua Antonio Valencia ambaye alikuwa ni natural winger mpaka alipoletwa kwa anacheza namba 2 na Diego Dalot, unaenda na nani? Valencia. Sasa kama Dalot ni beki, lakini Dalot sio beki mzuri kwamba jamani ni stopper, yani mshikaji ni stopper, sio. Lakini sio tunasema jamani wing back mzuri, huyu Dumfries anaweza kwenda akawa anayamwaga maji, sio. So anakubeba. Unajua Ten Hag alituletea Ajax na Uholanzi. Sawa? Ten Hag alituletea Ajax na Uholanzi. Lakini namuona pia Amorim anatuletea Ureno kwa kina Diego Dalot na kina Bruno. Yaani lazima Bruno acheze. Shida ya Bruno nafikiri ni matumizi ya anavyomtumia. Sababu nafikiri hiyo pia ni shida nyingine ambayo inamfunza Ruben Amorim, kwa sababu tunajua Bruno ni bora akiwa karibu na goli, akiwa karibu na mshambuliaji, na kila mmoja kwenye midfield ya chini obviously utapata ubora wa Bruno. Na mwisho siku anaanza kulalamika, alafu anaanza kumuona Bruno na mchongo, lakini technically ni jinsi ambavyo anamtumia. Ndio maana watu wengi wanasema kwamba akafanya akibadilisha mfumo akaenda kwenye mfumo wa beki wa 4 itakuwa ni rahisi, kwa sababu anaweza akafanikiwa kumtumia Bruno na Kobe kwenye timu moja. Watu wanaamini kwamba inawezekana na bado timu ikafanya vizuri sana. Ndio kitu ambacho kidogo kinampa. Nafikiri pia Amorim huenda pia huo ubabe wake, huo stubbornness, huo bish unaweza ukamponza pia. Watu wanamwamini sana bwana mdogo Kobe Mainoo, anaweza kaisaidia timu, lakini inaonekana kabisa Amorim sio mtu anayemwamini, hajamrate kabisa. Lakini mimi pia ni mmoja kati ya watu ambao namchukulia Kobe Mainoo kama mchezaji wa kawaida sana, na ni mchezaji mmoja mzito sana ambaye watu wengi, kwa sababu unajua nini, ni kwa sababu tu hatumiki, yani ndio maana tunataka acheze. Lakini Kobe akicheza, unajua tukishakuwa kwenye level ya kupoteza mechi kila siku, huwa tunatamani kitu cha tofauti. Yani tunaamini kwamba okay, hii njia imefeli, jaribu njia nyingine. Kwa hiyo shida inapokuja ni pale ambapo kitu fulani kimefeli, alafu kocha anajaribu kufanya kitu hicho kila siku. Tunaona huo ni upumbavu, kwa sababu kitu kikifeli, try another way. Kwa kama Kobe hajatumika, alafu hatumtumii, alafu timu ifanye, basi mtumie uone. Kama Baindi anavuja, basi mtumie Lamens ule msajili, tuone naye tumjaribu tuone itakuwaje. Shida ni kwamba mtu anapokuwa unangangania mambo yako yale alafu hayakupa matokeo, watu wanakuwa wewe ni mjinga. Sasa unajua, lakini hapo Dr. kuna vitu viwili hapa pia tuviweke sawa, kwamba inawezekana wakati mwingine
klabu ina kwa sababu kuna vitu viwili. Kuna wachezaji ambao klabu imewaleta kwa sababu ya project yao, na kuna wachezaji ambao mwalimu labda aliwahitaji. So inawezekana watu kama kina Lamens labda ni project ya Manchester yao wenyewe, namna wanavyotaka. So hatuwezi kujua. Kuna vitu vinakuwa vya ndani sana kwenye klabu, pia havitokagi nje, kwa watu wengine inakuwa ngumu. So inawezekana kusema, nafikiri ni sahihi, kwa sababu kuhusu Lamens, moja kitu ambacho alikisema Amorim kuhusu Lamens, hakusajiliwa kama namba moja. Alisema kwamba tulikuwa tuna scout keeper, tunajua kwamba kwa muda siku zinazokuja tutahitaji kipa muda mrefu, na tukaona kwenye makipa walioko sokoni wa umri mdogo, Lamens ndio the best kati ya wote, na pia tukajua kwamba msimu huu ukiisha, msimu unaokuja kutakuwa na klabu nyingi sana ambazo zitamhitaji. Kwa hiyo tukaamua kuwahi hiyo opportunity kumchukua sasa hivi. Kwa hiyo ninachosema nafikiri kina make sense. Kwamba naweza kukuta haikuwa ndo plan yao, kama ni plan ya klabu kwamba tunahitaji goalkeeper wa miaka mingi, tutamleta Lamens sasa hivyo, lakini anaweza kukuta na anaona labda Kobe sio bora. Kuna vitu unajua ni ngumu kuvielewa. Yule bwana mdogo Toby Collier mimi nilikuwa naamini alipaswa kubaki klabuni, lakini ikawa wamemtoa. Kobe hapati nafasi. So Amorim hana excuse nyingine, hana sound nyingine ya kutuambia, ni yeye kutupa matokeo. Akitupa matokeo tutakuwa na sababu ya kumbackup. Yaani sasa hivi unambackup Amorim, unasema nini? Kwamba yani kwa jambo gani zuri yani. Kitu kingine mimi ambacho Nandez kinanitia mashaka kwenye Manchester ni kumuona Luke Shaw bado ni mchezaji wa kikosi cha kwanza cha Manchester United. Hapo huwa ndo nakata tamaa. Nikiona Luke Shaw anaanza nasema mama yangu, basi hii timu haijafikia level ya mabadiliko. Kama Luke Shaw baada ya miaka 12 bado ni mchezaji cha kwanza cha Manchester United, hapo unaonaga hapa hamna kitu tena. Tunapaswa kuwa tumeshavuka kwa Luke Shaw, tumeshaenda kwa watu wengine. Lakini bado Luke Shaw nafikiri watu wanaamini kwamba bado ni top kwa uchezaji. Nafikiri pia sasa kwa mfano pale sasa hivi unamweka nani sasa? Eden Heaven au? Sasa tuulizane Nandez. Ulienda kusajili Diego Leon wa nini? Kwa sababu ulisema ndio tumeambiwa ni top talent, sawa? Ndio tunaongelea haya mambo ya project sasa. Hizo sasa zinakuwa project, si ndio? Ulienda kusajili Eden Heaven wa nini? Ulienda kuleta Patrick Dogu wa nini? Tyler Malacia unamrejesha. Sawa? Harry Amasi umemtoa kwa mkopo. Yaani upande wa kushoto, upande ule wa kushoto una Harry Amasi, una Tyler Malacia, una Luke Shaw ambaye Nandez, wewe niambie career ya Luke Shaw ni kwa sababu ni Muingereza, lakini Luke Shaw kwa miaka yake 12 hajawahi kuifanyia Manchester jambo lolote la maana. Kweli. Kila season yeye ni mgonjwa. Sasa kama mtu ambaye amekuwa ni injury prone kwa miaka 12, baada ya miaka 12, Nandez, niambie beki wa kushoto wa Man City wa miaka 12 iliyopita ni nani? Sasa kama utakuwa unakumbuka, nikumbushe beki wa miaka 12 iliyopita wa Real Madrid. Nikumbushe beki wa miaka 12 iliyopita wa FC Barcelona. Hamna, watu washa move on, lakini eti leo Luke Shaw ni mchezaji kikosi cha kwanza cha Manchester. Unagundua these guys are not serious kabisa. They are so stupid. Yani nimeanza kugundua kwamba hata ukiwa backup vipi ni ngumu kwa backup watu ambao bado mtu ambaye alikuwa ni injury kwa miaka 12 ndio anaanza kikosi cha kwanza. Yule Eden Heaven ulimleta wa nini? Diego Leon wa nini? Patrick Dogu mleta wa nini? Ina maana basi hamna wachezaji, kwa sababu kama tunaanza upya, tunakubali kwamba sisi tumeshafeli, tunaamua kuanza upya. Tunaanza upya, tunasafisha kila kitu. Hii ndio kauli sasa inarudi ya mzee Ralf Rangnick. Open surgery, yani sio cosmetics. Kwa sababu leo una Casemiro maji ya saa 11 jioni. Huku una sijui nani Luke Shaw, hakuna kitu. Huku una nani sijui nani ule. Nani ule? Nani? Wapi? Huyu Dalo. Sawa. Mazraoui. Mazraoui bora. Naongea nani? Dalo, namzungumzia Dalo.
Yaani Dalot unaona kabisa kwamba ni hapa hamna, huyu Dalot hapaswi kucheza United. Dalot, Luke Shaw, Ugarte. Bwana Nandez, tukubaliane kitu kimoja. Pep msimu wake wa kwanza alimsajili Claudio Bravo. Akaona Claudio Bravo sio mchezaji wa kunisaidia mimi kufanikiwa. Alimtoa Joe Hart, akamleta Claudio Bravo. Msimu uliofuata akaona Bravo sio mtu wa kunisaidia. Fukuza Bravo, leta Ederson. Umsajili Ugarte. Ugarte hakuwa starter PSG. Na PSG wakatuchezea mchezo. Wakaona wanataka lao irudi, wakatuuzia Garasa. Angalia hata Mazarawi pamoja na Delete. Ni kama watu wamekuja kujipata kwetu, lakini Mazarawi hakuwa starter Bayern Munich, alikuwa tu ni mtu yupo pale. Changamoto ya Mazarawi nafikiri naye ni kama Luke Shaw, kwa sehemu kubwa ya muda anakuwa ameumia pia. Anakuwa ameumia. Sasa pia Delete pia naye alikuwa changamoto sana, amejeruhi sana. Ukiwa na mtu wa hivyo Nandez anakufikisha wapi kwenye dunia ya sasa? Of course, kwenye wanasema ubora wako unaanzia kwenye fitness. Yule nani yule CR7 tunaona ubora wake kwa sababu hajapata injury nyingi. Tumeona ubora wa Messi kwa sababu hajapata injury nyingi. Lakini Luke Shaw anasema kwa miaka 12 aliocheza Manchester ni nusu kwa nusu. Yaani miaka 6 alikuwa nje, miaka 6 alikuwa ndani. Nilikuwa naangalia takwimu kwamba yeye ndo Bruno anamzidi, wakati Bruno ana miaka michache zaidi kwenye club. Unaweza ukaona ni kwa kipindi gani amekuwa nje. Kuna mtu hapa ananisema hapa kwamba mimi namtetea sana Ruben Amorim. Mimi simtetei Ruben Amorim, mimi amnielewe. Mimi niishachoka swala kubadilisha makocha kila baada ya mwaka mmoja. Kwa sababu naamini kabisa hichi kitu kifanya sasa hivi tutafanya hichi kitu mwakani tena muda kama huu, tutakuwa hapa tena tunabadilisha kocha, atakuwa ni Javi sijui au Glasner au nani. Hapana. Na atakuja atazengua. Mimi tena Nandez niyo siungana na wewe. Yaani kwa mimi ni muumini sana wa makocha kusalia muda mrefu. Lakini mimi pia nimekuwa nikimback sana Amorim na video nilifanya hapa wiki kadhaa kwamba mifumo sio tatizo. Lakini basi angalau ushinda hata mechi 2. Amorim aje kushinda hata mechi 2. Fukuza. Leta kocha mwingine. Tutakuwa mwakani tutakutana hapa tena. Ngoja aje mwingine. Naye akishindwa unafukuza, unaleta mwingine. Kama kwa logic hiyo ni sawa. Kama tufukuze, akija anazenga tunafukuza mpaka tupate tena yafaa. Angalia Chelsea. Chelsea katika miaka yao 10 iliyopita wana mataji mangapi ya Ulaya? Chelsea hawana shida, wanapata tu. Ukija taji moja na unaona huyu Maresca leo ambaye amechukua kombe la dunia. Akizengua mechi 5 hapa, wanamtimua. Unafukuza. Kwa sababu Amorim anataka kutuaminisha kwamba yani unajua excuse. Unaona sasa Amorim anakosa excuse ya kutuambia. Yani unajua sijui it's not about system, we play good football, we can beat anyone, wapi bwana, sisi tunataka kwa tukubaliane kitu kimoja loko. Kwamba kwa maoni yako ya Amorim hapa ni swala la muda, is gone. Ni swala la muda na kitachomuokoa Amorim ni yeye kubadilisha hiyo, na kitu ambacho hakiwezekani kwa mambo ambayo yeye anayaamini. Yaani hivi tukifukuza mwalimu Amorim kuna mambo mawili: abadilishe mfumo, akubali walimwengu wanataka nini. Sawa, tumefungwa mechi ya kwanza na mfumo wa kawaida kasa basic. Tumefungwa mechi ya pili, hata tumedraw, tumeshinda mechi moja. Sasa atakuwa na confidence ya kuja kutuambia washikaji zangu yani haokote angalau point. Mimi nilikuwa nawaambia bwana, mfumo pia sio tatizo. Tatizo ni jambo jingine, tunahitaji muda zaidi kujenga timu na vitu kama hivyo. Lakini akiendelea kung'ang'ania kile anachokiamini yeye, watu wengine hawakiamini. Hicho ni kitu kibovu. Mimi sikatai, inawezekana nani anasema Miolo anasema Amorim ni mwalimu mzuri. Inawezekana ukawa mwalimu mzuri kwenye ligi ndogo. Ten Hag alikuwa mwalimu mzuri LDVC.